Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika wakati huu ambao tunakuja na kipindi ambacho tutaenda kuzungumzia habari ya uamsho wa kiroho. Lakini leo siko peke yangu. Nimetembelewa na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha mwenyewe. Karibu mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kuweza kufika mahali hapa. Amina. Nashukuru Pastor. Ninawasalimu saa hii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nilioko mbele yenu ninaitwa Mtumishi Victor au Pastor Victor. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Maana bila Mungu tusingekuwepo hapa. Amen. Na bila Mungu tusingefanya hiki kitu. Kwa hiyo kipekee ninamshukuru Mungu sana katika jambo hili. Na Mungu awabariki. Tegemea jambo jipya kwenye maisha yako. Amen. Basi bila kupoteza muda, leo tutaenda kujifunza au kuangalia namna ya kuwa na uamsho wa kiroho. Tunapozungumzia uamsho wa kiroho, tunazungumzia kitu gani? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu yuko hapa, yuko pamoja na mimi, ataenda kuelezea kwa habari ya uamsho wa kiroho. Ni namna gani tunapaswa kuwa na uamsho wa kiroho? Uamsho wa kiroho una faida gani? Na kwa nini waamini wa Yesu Kristo tunatakiwa kuwa na uamsho wa kiroho? Mungu akubariki sana, na ninakukaribisha na nimkaribishe mtumishi wa Mungu aweze kutuelezea uamsho wa kiroho ni kitu cha aina gani na kinafanya kazi kwa aina gani na tunatakiwa tufanyeje ili tuweze kuwa na uamsho wa kiroho. Mungu akubariki Pastor, karibu sana. Amina. Tunapozungumzia uamsho wa kiroho, hapo hatuzungumzii namna ya kimwili tena. Ndio. Tunazungumzia namna ya kiroho. Na ndio maana mfano mzuri wanafunzi wa Yesu Pastor. Wanafunzi wa Yesu ingawa aliwachagua, lakini ndani mwao kulikuwa hakuna uamsho. Ingawa walikuwa wanatembea naye, wanafanya kazi pamoja, lakini ule uamsho kwa ajili ya kazi ulikuwa bado haujakuwepo. Amen. Ndio maana Yesu wakati anapaa akasema na wanafunzi wake, mimi ninaenda, lakini nitawaachia msaidizi anaitwa ni Roho Mtakatifu, ambaye yeye akiingia ndani mwenu hamtanena nyinyi bali atanena yeye. Hamtaongea nyinyi bali ataongea yeye. Na ndio maana akawapa maagizo, akasema muende mpaka kwenye gorofa mkamsubiri huyo Roho Mungu. Ndio maana wakati Yesu yupo, Petro hakuponya. Ndio. Wakati Yesu yupo, Yohana hatukuona kazi yake. Ndio maana Yohana ndo aliyeandika Ufunuo wa Yohana. Lakini ukiangalia wakati Yesu yupo, uamsho ndani mwao ulikuwa hamna. Wote tunapozungumzia uamsho ni hali ambayo inayoingia ndani ya mtu na kubadilisha ile hali aliyokuwa nayo na nakuwa katika hali nyingine. Amen. Yes. Na tunawezaje kuwa na Roho Mtakatifu? Yaani kuwa na uamsho, tufanye kitu gani au watu wafanye kitu gani ili waweze kuwa na uamsho wa Roho, yani wa Roho Mtakatifu ndani yao? Nini kifanyike kwa watu au kwa waamini wa Yesu Kristo ili tuweze kuwa na uamsho mzuri katika Ukristo wetu au katika utumishi wetu? Ni kitu gani tunaweza tukakifanya ili tuweze kuwa na uamsho? Okay. Nashukuru sana Pastor. Hapo katika hilo swali lako nataka nikujibu. Siku moja Yesu aliwaambia Wayahudi, akasema kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngeyatenda matendo ya nani? Ya Ibrahimu. Kwa hiyo ili uone uamsho ndani yako, inabidi utende matendo Mungu anayotaka utende. Hauwezi ukawa una uamsho alafu haufuati yale Mungu anayotaka uyafuate. Mfano, unahitaji upate uamsho wa maombi, alafu hausomi neno, hauombi, haufungi. Tegemea wazi nini? Huo uamsho hautouona. Ili uone uamsho, soma neno, omba, funga. Ndani ya maombi kuna kitu nini
kutokea. Ndani ya maombi kuna uamsho ambao kimwili hauwezi ukauona, lakini ndani ya roho, kwa sababu roho ndio itiayo uzima mwili. Kwa hiyo pasipo roho mwili hauna uzima. Na akasema wale wanaoongozwa na roho hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo unaposoma Biblia hautasoma wewe kama wewe, bali roho yako ndio itakayoshibisha. Ukiishibisha roho lazima utaona mabadiliko katika maisha yako. Amen. Yani nami nimesoma katika kitabu cha Mwanzo, niliposoma habari ya mwanzo, ambapo ukisoma kitabu cha Mwanzo Biblia inatuambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ukirudi kusoma tena katika Yohana unasema hizo alipomaliza kuumba mbingu na nchi, hiyo nchi ilikuwa ukiwa, haina kitu. Roho Mungu akatulia kwanza. Wakati umeshaokoka, umeshamkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa utulie kwanza, utafakari ni namna ipi ambayo utaenda kukuza uamsho wa rohoni. Mungu alitulia kwanza baada ya kuumba mbingu na nini? Na nchi. Wanasema Roho Mungu akatulia juu ya vilindi vya uso wa maji. Lakini wakati huo Mungu alikuwa anatengeneza au anatafakari ni namna ipi anaweza kuleta vitu katika dunia hii ili vitawale dunia au vitawale ardhi. Wewe Mkristo unapookoka kumkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado haitoshi, bado unakuwa uko mkiwa ndani yako. Sasa ili usiwe na mkiwa, sikiza, Roho Mungu akatulia. Baada ya hapo akafanya tena pastor. Baada ya Roho Mungu kutulia alifanya nini? Akaumba sasa. Akaanza kuumba. Akaumba vitu, wanyama, sijui miti, wadudu, bahari na kila kitu. Ndipo dunia ikaja kujulikana kwamba hii dunia ina kitu ndani yake. Kwa hiyo wewe unapookoka, unapomkiri Kristo kwa Bwana Mwokozi wako, lazima uumbe vitu ndani yako ambavyo vitakavyokuja kutengeneza uamsho wa wokovu ambao Mungu ameweka ndani yako. Si vile pastor? Kwa hiyo lazima uelewe kwamba kuokoka ni prosesi ya kwanza kabisa. Haiwezi kukuletea uamsho wa rohoni. Ndio maana hata Roho Mungu alipoumba mbingu na nchi akatulia kutafuta vitu ambavyo vitakavyokuja kumiliki ile nchi na ardhi na kuleta uamsho. Kwa hiyo wewe unapookoka haimaanishi kwamba tayari umeshakuwa na nini na uamsho. Hiyo ni process ya nini? Ya kwanza. Lakini kuna process ya pili, na maana kutafuta nini? Uamsho. Na uamsho sio kutafuta katika maneno, ni katika vitendo. Na hivyo vitendo ni katika kufanya mambo mazuri ya kumpendeza Mungu, ni katika kusoma neno la Mungu, ni katika kuomba, ni kutangaza habari njema. Lakini Roho Mungu yeye alitengeneza vitu ambavyo vimeweza kutawala nini? Nchi. Nchi, yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuokoka peke yake bado haitoshi ikakufanya wewe uone kwamba una uamsho wa kiroho ndani yako. Wengi wanafikiri kwamba wengi wanafikiri kwamba ukishaokoka tayari wewe unakuwa na Roho Mtakatifu. Tayari unakuwa wewe una uamsho wa kiroho ndani yako. Unasema mimi nimeokoka Bwana, lakini hapana, hiyo ni process ya kwanza. Lakini iko process ya pili, ni wewe kuviumba vitu ambavyo unatakiwa viishi ndani yako ili utengeneze uamsho wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kabisa. Sasa tunazungumzia nini kwa watumishi wa Mungu wa leo au waamini wa Yesu Kristo au watu waliookoka leo? Unawashauri nini au unawaambia nini katika mambo ya uamsho wa kiroho? Wanatakiwa wafanye nini zaidi? Mimi ninawashauri ya kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo na pia unamwamini Mungu, kama vile pastor alipozungumza akasema ya kwamba kuna hatua ya kwanza na kuna hatua ya pili. Ndio maana Nikodemu alipokutana na Yesu, na Yesu alisema lazima uzaliwe mara ya pili. Nikodemu akamuuliza Yesu na akasema, inawezekanaje mimi mtu mzima nirudi ndani ya tumbo la mama yangu na nizaliwe upya? Yesu
alichokimaanisha kwa Nikodemo ya kwamba roho yake inabidi izaliwe mara ngapi? Ya pili. Ya kwamba ingawa kazaliwa ni katika tumbo la mama, lakini kuna maisha ya rohoni hapo ambapo kila mmoja anayaishi hayo maisha. Sasa inabidi utengeneze kwanza maisha yako ya rohoni. Ukishatengeneza hayo, maisha ya mwilini ni matokeo ya maisha ya rohoni. Amen. Ukishakuwa vizuri rohoni, andaa vizuri roho yako, unakuwa ni moja kwa moja umeungana na Mungu ana kwa ana au uso kwa uso. Amen. Kwa hiyo ewe mtazamaji, mchungaji, ni muumini tu wa kawaida, lazima utengeneze maisha yako ya rohoni ili Mungu awe karibu na wewe. Amen. Ili Mungu akuone kwa urahisi. Amen. Ni kweli tuko wanadamu wengi, lakini kuna wale watu ambao wakisema Mungu niko hapa, Mungu ni rahisi kumsikiliza. Huyo mtu sio kama watu wengine, yuko ndani ya connection ya kimungu. Amen. Yuko ndani ya uwepo wa Mungu. Anatembea na uungu ndani mwake, na uungu hawezi kuja kama Mungu hayuko ndani mwake. Amen. Kwa hiyo ninawashauri watu wa Mungu. Amen. Sasa Pastor, wewe unafikiri ni kwa nini hasa watu sasa hivi hawana uamsho wa kiroho? Kwa nini hasa unakuta mtumishi wa Mungu yuko madhabahuni anawaambia baada ya kuhubiri anawaambia watu ombeni, tuingie kwenye maombi, either tuombe toba au tuombe Mungu atusaidie katika jambo fulani, lakini unakuta mtu yeye yupo kanisani na amesimama tu. Yaani amesimama tu, yupo tu, amesimama, haombi, au utamkuta mtu kasinzia kabisa amekaa kwenye kiti. Sababu ni nini watu inawapelekea kwa hivi? Okay. Sababu ni nini hasa? Ukiona mtu amefikia katika hiyo hali, ni ujue kwamba amesha kuwa na roho ya mazoea. Amezoea wokovu. Roho ya mazoea huwa haichagui nani wala nani. Ili mradi itapata mlango wa kuingia. Ili mradi huyo mtu ufungua huo mlango wa kuzoelea kitu. Mazoea kuwa yanaharibu hata kama upo vipi rohoni. Ukishamzoelea mtumishi wa Mungu, izoelea madhabahu. Pastor, iko hivi, katika madhabahu wewe angalia sana au chunguza sana. Mtu anayekaa pale siku zote sio rahisi kupokea. Lakini mtu aliyoko mbali akifika pale ana imani 100% ya kwamba nikienda pale Mungu atafanya 1, 2, 3. Yes. Lakini aliyoko pale ameshaona ishara, ameshaona miujiza, anaizoelea. Kitendo cha kuzoelea madhabahu au mtumishi wa Mungu, hicho kitu kinaua maisha ya mtu ya kiroho. Kwa hiyo mtu anapoongoza ibada mbele, mtumishi wa Mungu, alafu mtu anachati huko, ujue wazi huyu mtu ndani mwake hana uamsho wa kiroho. Mtu alioko ndani ya uamsho wa kiroho, ibada ikianza ndani ya moyo wake kuna furukuta. Yes. Ndio maana mtu mwingine ibada ikianza hajafika huko aliko, roho yake ina yes. Lakini ukiona, ndio maana nikawafundisha siku moja hivi, nikasema ukiona mtu anatenda dhambi,
alafu ndani ya moyo wake asikii hukumu, huyo mtu uamsho hamna ndani yake, nguvu ya Mungu hamna, hofu ya Mungu hamna. Na Bwana akasema katika ile Warumi akasema wao waongozwao na Roho hao ndio wana wa Mungu. So sisi hatuongozwi katika mwili, hatuongozwi na tamaa za kimwili, tunaongozwa na Roho wa Mungu. Roho ndio inayotia uzima mwili. Haufai. Mwili hauna kitu. Mwili utazikwa leo, hauna thamani. Lakini roho yako ina thamani. Na inaenda wapi kama utakufa leo? Mtumishi wa Mungu. Yes, pastor. Kuna tabia moja ambayo nimekuwa ikiendelea, ambayo mimi nilikuwa nikishuhudia. Ndio. Unakuta mtu unajua kuna watu wengine wamezoea kuwapisha watu waende. Yes. Unapofika mahali mtu anaona yeye ni wa rohoni sana kushinda wewe. Yes. Watu wengine, mimi binafsi nikikuona unasema wewe unasema, unajua matendo ya roho yanajidhihirisha katika mwili. Ndio. Sasa watu wengi wanapenda kusema kwamba wako rohoni, lakini matendo yao ya mwili ni nini? Ni mabaya. Sasa unakaa unatafakari, unasema yeye anasema, lakini sio kwamba sisi tunaona, yeye anasema kwamba yuko rohoni. Kwa unakuta kuna wakati unaenda mahali, kuna mtu anajiona kwamba yeye ni wa kiroho zaidi kushinda wewe. Kwa unafikia tu wewe unarudi nyuma, unasema mwache atangulie yeye wa kiroho. Lakini ukitazama matendo anayoyatenda, maneno anayoyatamka, ukitazama vitu anavyovifanya, sio yani haileti picha kwamba yule ni mtu wa rohoni. Yes. Lakini yeye binafsi anasema kwamba yeye ni mtu wa roho. Lakini kuna wakati mwingine wa Kristo hatuwezi kukua kiroho na hatuwezi kuwa na uamsho rohoni kama tukijitafakari wenyewe katika mambo mazuri au kujisemea wenyewe katika mambo mazuri kwamba mimi niko wa kiroho zaidi au mimi namjua Mungu zaidi, mimi nafanya hivi. Lakini hicho unachokisema kidhihirike katika mwili na watu wakione. Unapojibebea utukufu wewe kusema mimi ni wa rohoni sana, mimi namjua Mungu sana, akati tunao kutazama hatuoni kama wewe ni mtu wa rohoni. Kwa hiyo matendo yako hayafanani na mtu wa rohoni, kwamba ndio maana uamsho ndani yetu unakuwa ngumu, haupatikani, kwa sababu watu wanajitwalia utukufu kujiona kwamba wao wako wa rohoni sana kushinda watu wengine. Kwa hiyo ili kuwa wa rohoni lazima kumkubali na mtu mwingine, kumwelewa na mtu mwingine. Yaani usijione wewe kwamba wa kiroho sana kushinda mtu mwingine kati matendo yako hayadhihirishi kwamba wewe ni mtu wa kiroho. Kwa hiyo hii pia ni sababu kubwa sana ambayo inayofanya watu wasio na uamsho wa roho, ni kwa sababu watu wanajitwalia utukufu. Yaani mtu anafika kanisani, anafika ibadani, yaani yeye anaona kwamba yeye anajua kusali, yeye anajua kila kitu, yaani kila kitu anajua yeye. Wakati sisi tunaomtazama tunaona kabisa hapa ni 0.0. Sasa hiyo itakusababisha wewe muamini wa Yesu Kristo ushinde kuwa na uamsho wa kiroho, kwa sababu tayari umeshajidhatiti ndani yako kwamba wewe ni mtu wa rohoni, ikiwa sio mtu wa rohoni. Na tutajuaje kama huyu mtu wa rohoni, mtumishi wa Mungu? Tutajuaje? Okay, sawa. Marko 7 mstari wa 6 anasema akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo njia moja ya kujua huyu mtu yupo rohoni au sio rohoni ni mtu ambaye anayewabeba wengine. Ukiwa mtu wa kujihesabia haki na kujisifu, hauwezi, kwa sababu anguko lako ni baya. Maana mtu mwingine ataona kabisa unaenda kudondokea kule na kuambia, ila hawezi sema wewe ni wa rohoni. Akisema anasema wewe ni wa rohoni sana. Au kuna watu wengine, pastor, mtu mwingine unaenda pale unasema pastor, mimi nina moja bila tu, anasema ngoja tumuulize roho, tumuulize Mungu. Sasa kila kitu cha kumuuliza Mungu, hapana. Viko vitu nini vya kumgia Mungu, lakini vingine ni wewe nini, ni wewe mwenyewe uamue.
kulingana na uamsho na uamsho nini uko wapi huko ndani wako. Hasa mtu akiingia ibadani anakaa tu anasinzia kabisa. Alafu ukienda pale na kuna tabia nyingine ukimgusa hivi unaona mdomo unacheza ora baba alikuwa amelala, lakini ukienda kuamsha pale nasikia roho eti horida huo ni unafiki. Kumbe haiko roho kwa jina la Yesu. Kila roho inayokusumbua muamini wa Yesu Kristo itoke kwa jina la Yesu Kristo, tuachie kabisa. Hapana, ni mazoea basi. Mtu amelala ibadani, ukienda ukimsikia hivi asikia rapa papa. Unajua mimi pale unajua unanishtua pale, yani nilikuwa mbali sana kabisa, ananieleza kitu acha unafiki. Kanisani tupo kusifu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ukiambiwa kama usifu, yes. Ukiwa kwenye kuabudu abudu, ukiwa kwenye kusikia sikia. Kuna neno ambalo Mungu amekusudia siku ile. Ukisinzia kuna kwa hiyo unajua baba siku moja alikuwa mahali kuongoza mkesha. Kwa hiyo fika pale wale watu mwanzoni walikuwa wana ile hamu. Ilipofika mida saa 7 hivi kasoro nikaanza kuiona hali fulani ambayo sio nzuri. Naona huyu amegamia ukuta huu na huyu amegamia ukuta ule, mwingine yuko akapiga magoti ameinama hivi, wengine masauni. Sasa nikawa naomba mimi peke yangu. Wewe unasema wenzako ameinama pale anaomba, kumbe amelala basta. Hasa Mungu akasema hebu sema amina ile nzito. Akasema amen. Simama tukafunga ibada. Watu wakainuka. Wakajua ibada imeisha. Kumbe inaendelea. Ibada ndio kwanza bado mbichi. Baada ya so kwa hiyo pastor watu wengi wanahitaji uamsho kiroho. Pastor watamkie neno watumishi wa Mungu, watamkie neno wa Yesu Kristo. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kumzoelea Mungu itoke kwa jina la Yesu. Mungu azoeleki katika jina la Yesu. Mungu hana njia moja. Amen. Hiyo roho ikutoke kwa salama kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo mazoea ya kutoke kwa jina la Yesu. Kama abudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Tutaonana tena wakati mwingine. Wewe kama mtumishi wa Mungu una mada nzuri ambayo itatufundisha au watu watafundisha, tunakukaribisha sana. Yes. Utapiga simu, namba ziko hapo, utaniambia uko wapi, tupange ratiba ili uweze tuje kuwasaidia na watu wengine. Yes. Mungu akubariki sana na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Nashukuru sana. Amen.